Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Mtu anaonesha tabia yake halisi kwako. Kuondosha ukimya wa muda mrefu kwa mtu. Kupatwa na mshangao wa kitu. Kumwelewesha mtu tatizo lililopo. Kuondosha fitna mbaya kwa mtu. Kufikiriwa na mtu anayekupenda. Nyota ya Nge. Unachokuwa na mashaka nacho huwa kina ukweli na sababu muhimu. Kupata uhuru wa kutumia kitu. Kutoa taarifa yenye huzuni kwa familia. Kumuunganisha mtu katika kazi. Utakuwa na nafasi kubwa ya watu kupata ajira kupitia wewe. Mtu atakuuliza jambo la kizushi. Utafanya kitu kutokana na kumheshimu mtu fulani. Nyota ya Samaki. Kulia kwa kujificha. Kuamshwa mapema sana. Wengi wenu huzuni itakuwa imetawala moyoni. Jambo la hatari linaweza kutokea. Misuli kukaza. Kupata shida kwa hali hiyo. Nyota ya Ng'ombe. Unapata taarifa kupitia mawazo yako ila si ndoto tena. Kuona picha nyingi za nyama mbichi katika mitandao au sehemu yoyote. Unajulishwa tukio la ajali au msiba wa mtu. Hivyo utapata taarifa kuhusu hilo. Kuacha kudharau kitu baada ya kupata funzo au kujua madhara. Mazingatio ya mtu yanajirudi akilini mwako kukukumbusha. Kupunguza kufanya ibada. Jitahidi urudi katika mstari huo. Mtu anajishtukia kwako. Kutoelewana vizuri na mtu katika kazi. Utaiepuka fedheha au aibu. Utamuona mtu unayemfahamu, ila hutokuwa na hali ya kumsemesha au kumuita. Utahisi mtu ana lengo baya. Kuuhisi mgogoro wa watu kutokea. Watu watashindwa kuvumiliana na changamoto kutokea kati yao. Kupatiwa taarifa ya ugonjwa wa mtu. Kulala ila utakosa amani kwa namna fulani. Mtu atakuhisi unatamaa ikiwa unasimamia haki. Utaondokewa na mtu muhimu katika maisha yako. Kuharibu kitu. Nyota ya Mbuzi. Kujaribu kitu kilichoharibika kama kitafanya kazi tena. Mtu atakuoneshea picha za matukio ya sehemu. Kuondoa kinyongo baada ya kuujua ukweli. Utamjulisha mtu ubaya wake. Mtu kusafiri usiku wa leo. Kuchoma vitu ambavyo huvihitaji tena. Kujua utatoa gharama nyingi ukiwa mzembe wa kitu. Kuharakisha kitu kama vile unajua kitu gani kitatokea kwa baadaye. Mtu anafululiza kukuota sana. Kujaribu kuelewana na mtu. Nyota ya Mashuke. Kushtuka sana. Kupata jawabu la jambo ulilokuwa unalifikiria. Kusikitika. Kuuguliwa na mtu. Kuwaona ndugu wanaolandana sana au mapacha wakiwa wameongozana sehemu. Inakujulisha kuna kitu kikubwa utakachokipata. Kama uponyaji, utetezi, heri yoyote kutokea kwako. Pia unapewa angalizo kwa watu wako wa karibu. Kuugundua udhaifu wa mtu. Kufika sehemu bila kujua kama kuna tatizo au ulikuwa unahitajika. Utakuwa mwenye machale ya kuhisi kitu. Kurudia kitu upya. Vitu kuvunjika. Kuweka pambo jipya sehemu. Mtu atavutia au kunawili kwa sababu yako. Kupokea kitu ulichokuwa unakidai. Kuhamishwa katika kitengo kingine cha kazi. Nyota ya Mizani. Kupatiwa kitu kipya ila hutokuwa na shauku nacho. Kuna kitu kitakachokupa tahadhari. Kumuongoza mtu katika kufanya ibada. Kunyamazisha watu wenye kelele. Kuondosha picha au ujumbe unaoona utaleta maana mbaya kwa mtu. Kujikwaa zaidi ya mara moja. Unajulishwa jambo litakalotokea hivi karibuni au baada ya muda mchache. Kumuongelea mtu kuwa na kiburi. Kuhisi hali ya kutetemeka baada ya kuona kitu. Utapokea taarifa yenye kushtusha. Nyota ya Mapacha. Kumpokelea mtu simu ila atashindwa kukuambia jambo alilotaka kusema. Kunung'unika. Kupima kipimo cha ujauzito kwa baadhi ya wanawake. Taarifa unazozitoa mtu atakuwa anaziamini sana kuliko kwa mtu mwingine. Nyota ya Ndoo. Kupita sehemu nyingi za gulio.
Inakujulisha unachokifanyia juhudi utakipata. Kutema mate mara kwa mara. Pia anaweza kuwa mtu wako wa karibu. Inakujulisha kuna mtu utagombana naye au kuachana na kitu chenye madhara. Nyota ya Simba. Kuijua dhamira ya mtu mapema. Kupunguza kuongelea kitu. Kuweka mkono shavuni kila wakati. Kuna jambo unataka kulifanyia maamuzi. Kupokea maombi au dua njema unazotamkiwa. Nyota ya Punda. Kushindwa kumdai mtu kitu baada ya kupata matatizo. Salamu ya mtu itakuwa na utofauti kwako. Kuhofia kufanya dhambi au jambo baya. Kuelewa mtu anayoyapitia. Nyota ya Mshale. Kumtajia mtu vitu unavyovipenda. Kufanya jambo la usawa kwa watu. Kugawanisha kitu au kufanya haki. Amani ya mtu inarudi kwa sababu yako. Kupata hasara kwa kununua vitu vingi vitakavyoharibika. Kuhisi utayajua mengi kupitia mtu. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.